Askofu, ulinifurahisha uliposema wenzetu wamepiga marufuku simu kwa watoto wakati wa mahubiri nadhani. Sasa nikasema naona sisi tuliwatangulia. Hivi sisi tunaruhusu simu kwa watoto? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikaanza kurifaa, sisi tunasema mwanafunzi haruhusiwi kuwa na simu. Na kwetu mwanafunzi nikaudia kidato shule awali mpaka kidato cha 4 elementary, masomo ya awali. Huyu kidato cha 4 mara nyingi miaka 16 au 17 amefika. Japokuwa changamoto tunayoipata, wakirudi majumbani ndio watu wanawapa simu, lakini kwa kweli tukiwa shuleni huyu mwanafunzi kwanza kutwa na simu, kosa lake ni kufukuzwa shule. Kwa hiyo niendelee kuomba jambo hili tuliseme kwa pamoja. Taratibu wa wanafunzi kutokuwa na simu upo. Sasa akirudi nyumbani mzazi anasahau kama huyu ni mwanafunzi, yuko tu likizo, anatakiwa na yeye amkatalie kutumia simu. Ni kweli, kwa sababu hatujaweza kuratibu hekima za matumizi ya simu kwa watoto, wengi wanatumia bila manufaa. Labda mpaka pale tutakapoweza kuwafanya wajue manufaa ya kutumia zile simu. Lakini kama hujawafundisha na ukampa simu, mara nyingi zimekuwa ni uharibifu badala ya kuwa na tija. Kwa sasa niendelee kuomba wazazi, shuleni kwa kweli ni sheria, watoto wetu haruhusiwi kuwa na simu, lakini pale wataporudi likizo wazazi wajue kuwa bado yuko ni mwanafunzi, na kama hawezi kumdhibiti kutumia kwa vitu vya maana, ni wajibu wake kusimamia sheria hiyo ya kutompa simu. Askofu alivyohubiri tumefurahi, tukacheka, lakini tukashiba kiroho. Tumeondoka na mifano mingi sana pale na wenzangu ulipokuwa unahubiri, lakini kikubwa tumejifunza uvumilivu. Kumbe nataka kuvumilia kabisa hata unapopata changamoto, kwa sababu Mungu ana sababu na anajua lini shida hiyo itaisha. Tumekuelewa, na sisi sio tu kama serikali, lakini kama raia mmoja mmoja tumeyachukua kwa ajili ya uvumilivu. Lakini niendelee kuhakikishia pia kupitia mkutano huu kama serikali, hasa leo ya mkoa wa Dodoma, lakini najua serikali nchi nzima ina utayari wa kushirikiana na taasisi za dini, na leo tuseme juu ya CCT kuwa tuko tayari kushirikiana na nyie wakati wowote kwenye mambo ambayo yanatija kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti na Baba Askofu, naomba nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya baraka tuliyoipata leo ya kushuhudia jambo hili jema la kipekee kwa mkoa wetu wa Dodoma, kuwa na kikao kikubwa hiki kufanyika mkoani kwetu, lakini lililotanguliwa na uzinduzi wa jengo hili la kimkakati katika mkoa wetu wa Dodoma, na Mungu apewe sifa nyingi sana. Lakini na mimi nitoe shukrani nyingi kwa kualikwa kuwa sehemu ya kushiriki shughuli hizi muhimu za leo. Ningeweza kusema tunaendelea, huyu ni serikali mwache aendelee, lakini mkaona na mimi nishiriki nishuhudia ya mambo makubwa. Nashukuru sana kwa mwaliko ambao niliupata, lakini nitoe shukrani pia kwa makanisa kwa ujumla kwa maombi ambayo mmeendelea kufanya kwa ajili yetu na kwa ajili ya nchi yetu. Najua kazi hiyo kwenu ni kazi endelevu na mmeifanya bila kuchoka. Mungu awabariki sana. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru tena kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkishirikiana na serikali katika matukio mbalimbali, lakini kwa kufanya kikao hiki katika mkoa wetu wa Dodoma. Kwetu ni heshima kubwa. Ingeweza kuamua kufanyia mkoa wowote ule, lakini kuja kwetu tunaona ni jambo la baraka, sio tu la kiroho lakini hata ya kimwili. Nake nimeona tunakula, nikawa nampigia hesabu aliyepata tenda ya kupika. Nikapiga hesabu hapa watu wa Mwanza lazima hawezi kuja na kurudi, wamelala Dodoma. Kwa hiyo kwetu ni baraka kwa kweli, kwa wananchi moja moja, na mwisho wa siku serikali wakilipa kodi wanazopata huko, na sisi kama serikali tunafurahia. Lakini zaidi nitoe pongezi tena kwa CCT kuendelea kukua na kuimarika. Jambo hili si jambo rahisi sana. Naweza mkafikiri ni jambo dogo, kuwa labda ni automatic tu mambo yanaenda, lakini tunajua kwenye umoja, kwenye kuungana kunakuwa na mambo mengi. Ukiona watu wanaendelea na umoja unazidi kukua,
Kwa kweli wako watu wenye hekima, wenye maarifa, wenye kustahimiliana, ndio maana tumefika hapa. Na nilikuwa najaribu kudodosa hapa, hivi inaweza ikawa CCT na miaka mingapi? Zaidi ya 70 tangu imeanza. Tunawapongeza sana, mmekuwa mfano wa kuigwa. Na kipekee sasa nichukue nafasi hii kuwakaribisha Dodoma. Nyie wote ambao mmetoka nje ya mkoa wa Dodoma, karibuni Dodoma, makao makuu ya nchi yenu ya Tanzania, ambayo kwa kweli inakuwa kwa kasi kwa ajili ya kuwapa heshima wa Tanzania. Karibuni, karibuni sana.